Kufika kwenye ibada hii, Kristo nena nasi, nena na watu wetu, mfalme wa rehema, wote wenye mitandao ya kijamii, mfalme zungumzia kila mmoja wetu, Mungu utukufu, na tutasidi kulibariki jina lako na kulitukuza. Asante Kristo kwa sababu wewe ni mwaminifu, wewe ni Mungu mkuu, Jehova umetukuka na umeinuliwa kuliko vyote, katika jina la Yesu Kristo, jina lililo kuu, tunaomba tukishukuru na hata tukiamini. Amen. Kwa hivyo nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambayo Mungu ametujalia. Tunaenda kulisikiliza neno la Mungu, na kabla tuingie kwenye neno, kwa majina yangu naitwa mchungaji Alison Muria. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii nafasi ambaye ametukirimia asubuhi ya leo, tunapoenda kujifunza neno la Bwana na tunapoenda kusikiza sauti ya Mungu. Kwa hivyo our theme today, this morning, it is about the grace of God, how the grace of God work upon to our life, because the grace is one of the most important ones in the Bible, and the grace is all that God does for us on the basis what God does on the cross. Kwa hivyo tungependa kuangalia neno la Bwana katika 1 Corinthians chapter number 15 verse 10, na tutaendelea kusikiza vile Bwana anavyo nena nasi asubuhi ya leo, ama jinsi Bwana anavyo tuzungumzia. Nitasoma kwa lugha ya Kiswahili. Maandiko inasema, kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, bali nilisidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja nami. Kwa hivyo nashukuru Bwana asubuhi ya leo, ni kwa sababu hii ni andiko la Mungu lililozungumzwa na mtumishi wa Mungu aliyeajibika kufanya kazi ya Bwana Paul. Maandiko inasema, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa vile nilivyo, si kwa nguvu wala uweza wa kimwanadamu, ni kwa msaada wa Mungu, ni kwa neema ya Mungu ambayo iliyo nyingi, ambaye alitukirimia, akatupenda, hata akatoa mwanawe akatufia pale msalabani, akatoa mwana wa pekee akatufia, ili kila mmoja ambaye atakayemwamini aweze kukirimiwa hii neema pasipo chochote, pasipo kuwajibika kwako kununua kwa fedha ama kutoa kitu chochote ili upokee hii neema, mbali tumepokea kupitia mwanawe Yesu Kristo. Paulo akasema, siwezi nikasema ni kwa ajili mimi Paulo nimesoma, si kwa sababu mimi Paulo nimeajibika ili nipate hii neema, lakini kwa ajili ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo. Kwa hivyo maandiko inatufundisha nini? Inatufundisha hii ni muhimu sana kwetu kutambua neema ya Mungu ambaye tumepewa sisi watu wake. Tujue ya kwamba hata kama Mungu amekujalia neema, umekuwa na kitu chochote na vitu vyote unavyovihitaji, tambua ya kwamba si kwa nguvu zako, si kwa uweza wako, lakini kwa neema ya Mungu ndiye imekufanya kuwa vile ulivyo mtazamaji. Kwa hivyo nashukuru Bwana asubuhi ya leo, maana maandiko yanatufundisha ya kwamba umuhimu wa kutambua neema ya Bwana juu ya maisha yetu, neema ya Mungu jinsi inavyotenda kazi. Na wakati wowote utakapotambua neema ya Mungu vile inavyofanya kazi juu ya maisha yetu, pasipo juhudi zetu wenyewe, pasipo kujidai kwamba ni sisi wenyewe, itakusaidia kwamba hautajawa na kiburi, hautajawa na kule kujiinua. Utajua ya kwamba hatua ile nimeenda ni Mungu amenisaidia. Msaada ambao nimepata, vile nimenawiri, sio mimi, ni Mungu wangu
amekuwa msaada kwangu. Hiyo tutasoma kitabu kingine katika Romans chapter number 1 verse 7. Warumi ama Romans chapter 1 verse 7. Maandiko inasema, kwa watu walioko Rumi, wapendwa wa Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu itokaye kwa Mungu Baba yetu na kwa Bwana Yesu Kristo. Hii ni barua ambayo iliandikwa na Paulo, akawaambia watu walioko Roma ya kwamba watu walioko Roma, wapendwa wa Mungu, walioitwa kuwa watakatifu, neema na iwe kwenu na amani. Kwa hivyo waindikiria kwa jina la Yesu, neema na amani na iwe kwenu. Ni kwa sababu neema ya Mungu ndiyo inayetuisha, ndiyo inayetusaidia kwa wakati wowote tunapoendelea katika maisha, tunapofanikiwa katika maisha, tunapodumu katika neema ya Bwana. Siku zote tutakuwa tukitambua ya kwamba Mungu ndiye anayenisaidia, na utakuwa na juhudi zaidi za kumtafuta Bwana, za kumwabudu Mungu, na za kutembea ukijua ya kwamba mimi mahali nimefika, ili hatua moja nimeenda, si kwa nguvu zangu, si kwa uweza wangu, ni neema ya Mungu iliyo nyingi, ni msaada wa Bwana Muumba wangu ambaye aliyenisaidia, ambaye aliyenipa neema hii ya kwenda hatua nyingine. Na wakati wowote utakuwa na moyo wa kusuka, hautaingiwa na kiburi, hautaingiwa na kitu ile inaitwa kujidai mwenyewe ya kwamba mimi niko saidia wengine, mimi ni kwa sababu yangu nimesaidika hivi, ni kwa sababu yangu, kwa sababu mimi ni mtu mwenye bidii ndiposa niko na vitu. Mbali kila kitu utakachokuwa nacho, utatambua ya kwamba ni Baba aliyekuneemesha, ni Mungu aliyekujalia neema ukapata vitu vyote, kwa sababu ya utukufu wake na kwa sababu ya neema yake iliyo nyingi juu ya maisha yetu. Maandiko yanazidi kusema, mimi nilipozidi kufanikiwa sana, nilipozidi kuendelea sana na kunena habari njema, Paulo hakujidai hata kidogo. Alisema, Mungu ni kwa msaada wako, Mungu ni kwa neema yako nimesaidika vile nilivyo, ni kwa neema yako hata nimeenda nimehubiria watu ambao walikuwa katika hali ya kufa ukarejesha uhai. Hata ni kwa neema yako nilienda nikahubiria kipofu akapata kuona. Ni kwa neema yako Mungu, si kwa ajili yangu po, si kwa ajili yangu mimi nilivyo vile nilivyo, ama hii kazi ninayotenda, si kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya msaada wako. Kwa hivyo neema ya Mungu inatuimisha wakati wowote maishani. Achievements zozote utakazozipokea, tambua ya kwamba it is about the grace of God ambayo iliyokuiwisha, iliyokusaidia kufanya chochote unatakachokifanya na kiweze kufanikiwa katika maisha. Tuangalie Warumi chapter number 3 verse 24. Tusikize vile maandiko yanazidi kusema kuhusu neema yake Baba yetu aliyetujalia. Romans chapter 3 verse 24. Maandiko inasema, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake, kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu. Msaada unapatikana kwa ajili ya ukombozi ulio katika Bwana wetu Yesu Kristo.
si kwa sababu ya wewe mwenyewe mtazamaji, si kwa sababu ya wewe msikilizaji, ni kwa ajili ya ukombozi wake Bwana Yesu. Hata wokovu huu tunapata kwa ajili, kuna Yesu aliyetumwa na Baba yetu, akaona mwanadamu hawezi akajiokoa kwa sababu ya sheria imemshinda, na amekuwa mwanadamu yeye mwenyewe hawezi akapata wokovu. Yesu Baba akiwa mbinguni akatazama, akaona ni vema nitume mwana wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ili kupitia yeye tupate wokovu, ili kupitia Yesu Kristo tuweze kupata neema ya kufadhiliwa, ili tupate neema ambaye itakaye tusaidia tupate msaada wa wokovu. Maandiko inasema walihesabiwa haki bure kwa neema yake, pasipo mwanadamu kugharimika chochote, pasipo mwanadamu juhudi zake. Bwana Yesu Kristo akakuja hapa ulimwenguni, akatufia pale msalabani, ili mimi na wewe tupate msaada, ili mimi na wewe tupate wokovu pasipo kugharimika chochote. Maandiko inasema ujivunie nini kwa sababu ya wokovu? Maana katika wokovu wewe mwanadamu au kutoa chochote ili Yesu akufie, mbali maandiko inasema vizuri, kwa njia ya neema yake Yesu tulipata wokovu kwa msaada wa Baba yetu. Alituhurumia, akaona ya kwamba haipaswi kuendelea hivi, haipaswi mwana wangu atesheke, haipaswi mwanangu haweze kupotea. Akatuma mwana wa pekee ambaye ni Yesu Kristo, ambaye tunayeweza tukajivunia siku ya leo tuseme, kama sio wewe Yesu hatungekuwa vile tulivyo, kama si kwa msaada wako hatungelikuwa na wokovu. Lakini kwa ajili ya neema yako Yesu, pale msalabani tumepata wokovu, pale msalabani tumepata neema, tumepata kunemeshwa, tukaumbika kuwa vile tulivyo kwa ajili ya kazi yako Baba yetu. Kwa hivyo watazamaji, kwa neema yake Yesu, kila siku, kila dakika, tangu watu ambaye utakayoenda maishani, usingidai uonekana kwamba uko zaidi ya wengine, juu uko vile ulivyo, lakini tambua kuna Baba naye kusaidia, kuna Baba naye kuwezesha. Wasema, Baba yangu, kama naweza kujivunia, unaweza nikajivunia wewe ukiwa ndani yangu Yesu Kristo. Kama kuna kujisifu ambao mwanadamu anapaswa kujisifu, na ajisifu kwa sababu ya Yesu aliye ndani yake, aliyemuokoa pasipo chochote, aliyempa neema pasipo kugharimika chochote, akakukirimia neema, ukapata wokovu siku kama ya leo, ukaweza kumtambua. Kama kuna kujiinua, njisifu, njisifu kwa sababu ya Yesu, maana Kristo ndiye amekuwa baada na amekuja kuumbika vile ulivyo. Maandiko inasema vizuri, kwa njia ya neema tumehesabiwa msamaha na haki yake Baba yetu. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu mwanadamu atungejiokoa, lakini Yesu alitulipia ile gharama, akatoa uhai wake kwa sababu yetu. Ndipo maandiko imesema vizuri, kama mwanadamu akifika kiwango chochote kile, katika hiyo Wakorintho tuliyotangulia kusoma ya kwanza 15 mstari wa 10, lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyo kwangu ilikuwa si bure, mbali nilisindi sana kufanya kazi kupita wao. Kama utapita watu wote, kama utasaidika na Mungu, uweze kupita watu wote, uweze kufanikiwa kupita wote, uweze kuinuliwa kupita wote, tambua sio wewe, tambua si kwa juhudi zako, tambua si wewe, mbali Mungu mwenyewe amegharimika
kwa ajili yako. Ndiye amekusaidia tumika vile ulivyo, na nyakati zozote utajihisi kuinama zaidi kumwambia Mungu, hakika hatua hii nimeenda maishani, sio mimi baba yangu, ni wewe umenisaidia. Hata hatua ya kwanza niliyoenda ni wewe Mungu uliyenisaidia, na hatua ya pili nimeenda, sio mimi baba, ni wewe umenisaidia. Nyakati zote utakuwa na juhudi za kumtukuza Bwana, utakuwa na nafasi kuinama kusema sio mimi baba, hata mahali nimefika ni wewe umenisaidia. Na hakuna wakati moyo wako utainuka mbele za Mungu, bali nyakati zozote, wakati unapoenda hatua baada nyingine, utajihisi kuinama, utahisi kunyenyekea, utahisi nyakati zote kumtukuza Bwana, ukisema hakika Mungu ni msaada wako. Mungu, mahali imefika, mahali mimi baba, ni kwa neema yako, ni kwa msaada wako nimefika hatua. Hata Mungu akikusaidia kufika hatua ya kwanza, hatua ya pili, hatua ya tatu, tambua ya kwamba sio wewe mwanadamu uliyejiwezesha kufika mahali ambapo Mungu amekusaidia. Tambua ile Mungu amekukirimia vile ulivyo siku ya leo. Ni wengi ambao wameendelezwa na Bwana. Wakati Mungu amekupa grace, unaanza kujiona ni wewe, na ile neema ya Mungu ikiondolewa kwako, ikiondolewa kwako, kwa hivyo wapendwa, kwa neema yake Bwana wetu Yesu Kristo, na wasi tukienda mahali popote Mungu atuinue, tukifika viwango vyote, tutambue ni kwa msaada wake Mungu, tutambue Mungu anayetusaidia, anayetuwezesha. Maana po huyu ambaye tunasoma mfano wake siku ya leo alijifunza hata kama watu wamepanga laini kunikotea, nitambaa nikiwapatia wanapona, nikikuliwa po kilikuwa kinawaponya. Lakini po akajifunza jambo moja ambaye ikufanya yeye hana kiburi. Alijitambua ya kwamba sio mimi ninayeponya, si kwa sababu kiburi yangu inaponya watu, si kwa sababu hata kitambaa nikitoa inaponya watu. Ni neema ya Bwana iliyonisaidia, ni neema ya Mungu iliyonisaidia, ni neema ya Baba iliyonibeba. Na Mungu wa mbinguni, hao kitambua ya kwamba siku zote hatua ya kwanza unayoenda unatambua ni Baba aliyekunemesha. Ukienda hatua ya pili unatambua ni Baba amekunemesha. Hata kutrust, hata kwa hatua ya tatu Baba atakunemesha. Ataendelea kukutia nguvu na kukunemesha. Kwa hivyo ninawasihi kwa neema yake Yesu Kristo, nyakati zote wanadamu, maana mwanadamu ni wakusahau na kujawa na kiburi, tutambue nyingi ni Mungu amekusaidia. Vitu vile vichache ni Mungu amekusaidia. Uwe na afya ni Mungu amekuwezesha kuwa vile ulivyo. Kuna watu ambao hata mahali wako hawaamki sasa tunapoongea. Lakini ndugu yangu na wapendwa walio katika Kristo Yesu, mtambue ya kwamba kila hatua ni Baba anayekusaidia kufika ile hatua utakayofika maishani. Mambo mengine tunahesabu ni kawaida. Kuwa na afya nzuri ni kuneemeshwa. Watu kuwa wema katika jamii ni Mungu amekuneemesha. Kwa hivyo kila wakati utasusa moyo wako, hautakuwa na kiburi, hautakuwa na kujidai. Nyakati zote utakuwa mtu wa kuinama na kumwambia Baba asante, ndi wewe tu peke yako Mungu umenisaidia. Kwa hivyo tunapomalizia na kusihi kwa neema yake Yesu, ujue ya kwamba Mungu ndiye anayekunemesha kwa kila jambo
unalolifanya maishani. Tambua kwa neema yake umeumbika kuwa vile ulivyo. Na ukisoma mara nyingi maandiko inaongea kuhusu nguvu iliyo katika Bwana, kutambua neema yake jinsi inavyofanya kazi juu ya maisha yetu. Kwa hivyo tukisoma mstari huu wa ni nini basi? Tufanye dhambi kwa sababu ya tuvi chini ya sheria, mbali chini ya neema? Mtume Paulo anasema la hasha, hatutatenda dhambi kwa sababu tumekirimiwa kwa njia ya neema. Tuishi jinsi tunavyotaka wa Kristo, tukae tukifanya mambo yote maovu kwa sababu neema ya Mungu iko. Maandiko ukisoma katika Wagalatia inasema usibatili neema ya Mungu, kwa sababu Mungu ametuneemesha. Ukae jinsi unavyotaka mpendo. Kaa kama vile neema ya Mungu inavyotuagisha tukae katika neema yake, kwa njia ya kutambua Yesu ni nani maishani mwako na ni gharama gani aliyekulipia ili upate kuumbika kuwa vile ulivyo. Maandiko inasema usibatili neema ya Mungu, ama usikae katika hali ya ugaidi. Ukikaa bado katika nyumba ya Mungu, unafanya mambo yote unayoyataka, unaenda kule unasema tumelipiwa. Hata ukienda kwenye usarati, ukienda kufanya maovu yote, bado unasema Yesu amekupa neema ya wokovu. Maandiko inatuambia lasha, kupata neema sio tikiti ya kukuruhusu kukaa venye unavyotaka. Unatembea ukijiita Mkristo, unatukana. Unajiita Mkristo, maovu yote yale yaambatani na Mkristo unayafanya. Ni kwa sababu neema iko. Maandiko inasema usibatili neema ya Mungu. Usifanye neema ya Mungu kuwa ya bure. Hapana. Neema ya Mungu ni ya kukufanya wewe utambue wema wa Mungu zaidi na kazi ya Baba yetu aliyetupenda nayo, akatudhamini, akatupatia mwanawe wa pekee, akatufia bure pasipo sisi kutoa chochote. Neema si ya ni tikiti ama barua ile ya kuruhusu mtu kwenda kufanya jambo fulani. Usijidanganye wapendwa, hata wale wanaotutazama. Usijidanganye.
Useme ati kwamba Yesu kwa sababu amekufia ni kuruhusiwa ukae vile unavyotaka, ni kuruhusiwa ufanye mambo yako yote unayoyataka katika maisha. Hapana. Yesu alisema hata kama wewe umenikubali mimi, jitwike msalaba wangu unifuate. Maana nini? Wewe nifuate mimi vile nilivyokuwa. Kama Yesu alikaa maisha fanya hivyo. Kama Yesu aliishi maisha mabaya ya kuenda mahali kule na huko kufanya maovu, sangamana na uovu. Niposa mtumishi wa Mungu huyu mwenye kuandika ama mwenye kutumiwa na Mungu kuandikia vitabu vingi katika Bible, in the first, katika Agano Jipya, Mtume Paul hali tusi kukiangalia watu wengi wa Kristo lakini hawapendi kufuata nyayo za Yesu. Wewe ukaniambia unataka vitu na uchukue hatua ya kazi upate kile unachokihitaji. Neema ya Mungu inakuimisha kumjua Yesu na kujua njia zake. Neema ya Mungu inakuimisha kutambua makusudio ya Bwana ambaye aliye nayo kwa ajili yetu. Tuhesabu ule uthamani wake Yesu, maana akuhesabu gharama, lakini alitoa uhai. Imagine uhai. Ni kitu huwezi kulinganishwa. Uhai kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Yesu akasulubishwa pale msalabani. Ukitazama uthamani wa Yesu Kristo, ukidhamini kutoa uhai, hautawahi batili neema ya Bwana juu ya maisha yako. Siku zote utatambua ya kwamba ni Mungu amekusaidia. Siku zote utatambua ya kwamba in everything kuwa umesimama tu, atakuwa na afya, wachana na jambo lingine, kwa vile tu utatambua it is all about. Tajua tu ni wewe Mungu unayenisaidia. Wagalatia wa pili, tukimalizia. Tasoma Wagalatia wa pili Wagalatia chapter number 2 verse 20 to 21. Maandiko yanasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu. Na uhai nilio nao
sasa katika mwili, ninao katika imani ya mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Maandiko inasema uhai tulio nao hatukupata kwa sababu yetu, lakini kwa ajili ya Kristo Yesu. Lakini uhai ni Yesu tuwezesha tuwe na uhai tulio nao kwa ajili yake. Maandiko inazidi kusema, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai tena naishi. Ni Kristo anaishi ndani yako, ni Kristo anaishi ndani yako. Mwana wa Mungu ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Kuna Yesu aliyejitoa akatoa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, akajitoa, akakosa ule ukamani, akatoa nafsi yake kwa ajili yetu ili tumbike vile tulivyo. Kwa hivyo kwa jambo lolote maisha, Mungu akuinue, Mungu akufanikishe, Mungu akupanue siku zote, tambua ni Mungu aliyekunemesha. Maandiko inasema mstari wa 21, sibadili neema ya Mungu. Maana ikiwa haki hupatikana kwa njia ya sheria, basi Kristo alikufa bure. Kwa hivyo usibadili neema. Hii kitu inamesilidi watu wengi. Wanabadili neema ya Mungu. Wanasema kwa sababu Mungu ametuneemesha, tunastahili kukaa venye tunavyotaka. Mungu anatuimisha, anatuambia ya kwamba usibadili neema ya Bwana. Neema ya Yesu Kristo kutukirimia sio tikiti ya wewe Mkristo ukae maisha ya dhambi kwa sababu Yesu amekufia. Hapana, usibadili neema ya Bwana, usibadili neema ya Mungu. Useme ya kwamba, wengi wanasema ya kwamba tuko kwenye chini ya sheria. Ndio, kwa neema ya Yesu alituondolea ile hatima ambaye atungeweza kuwa kwaye kwa ile roho ile iliyokuwa inatukandamisha. Ndio posa maandiko inasema ile hati ya kale akaigogomea pale msalabani. Ndio yale wake ambao hatungepata, Yesu kwa ajili yetu akatuwezesha kumpata. Kwa hivyo ni posa maandiko inasema usibadili neema ya Bwana kukaa katika ulimwengu ukifanya uovu unaotaka, ukisema ni Mungu amekuruhusu kwa sababu ya neema yake. Usibadili neema ya Mungu. Neema ya Mungu ndiye inakuimisha zaidi kumtafuta Bwana, inakuimisha zaidi kujua udhamani wa Mungu aliyotoa, aliyokudhamini nao, akatoa uhai wake, akajisulubisha kwa ajili yako. Na ukitambua hiyo jambo, hakika siku zote juu ya maisha yako utakuwa moyo wa kumtukuza Baba, ukimwambia hakika Mungu, nimetambua ile kazi ulifanya msalabani au kufanya bure kwa ajili yangu. Ulijikosea udhamani, ukatoa uhai, nafsi yako ukajikana ili mimi niweze kuwa vile nilivyo. Kwa hivyo neema ya Mungu ndiyo inayokusaidia zaidi kupenda Bwana na kujitoa zaidi kusimama na Mungu bila kujichanganya na uovu wote. Neema ya Mungu haikusaidii kutenda mabaya, haikusaidii kufanya uovu unaotaka. Neema inaikuisha kustamili wewe kukaa katika Jehova na kumtumikia katika uaminifu wake
na katika uhaki wake. Maana neema itakusaidia kutambua ya kwamba udhamani wa Mungu aliyekudhamini nao. Kwa hivyo watazamaji, Mungu awabariki na watende mema. Kwa hivyo maandiko ya Mungu inakuhimiza ya kwamba kama unampokea Yesu uweze kumpokea. Maana maandiko inasema Yesu alijitoa kwa ajili yako, akakosa udhamani wowote, akajitoa nafsi yake, akatoa uhai wake kwa sababu yako na kwa ajili yangu. Kwa hiyo kama ungependa kumpokea Yesu siku ya leo, ningependa urudie hii nyuma yangu na utapata kumpokea Yesu. Maana maandiko yanasema katika Warumi, atakayekiri ataokolewa. Kwa hivyo kupitia wokovu ni kuconfess kwa kinywa chako kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi. Kwa hivyo rudia hivi nyuma yangu, na baadaye tutaomba tuweze kumaliza ibada yetu, na Mungu wa amani atazidi kuwabariki na kuwatenda mema. Kwa hivyo rudia nyuma yangu mtazamaji, sema: Bwana Yesu, ninapenda. Ni asante Yesu kwa ajili ya kifo chako msalabani na kwa ajili ya kutoa uhai wangu kwa ajili yangu. Bwana Yesu, siku nyingi nimekaa nikijiongoza mimi mwenyewe. Sasa Yesu, natubu na kugeukia wewe, ukawe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ukaniongoze, ukanitawale na ukanikomboe. Asante Yesu, ni kwa sababu nimekiri kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wangu. Ni katika jina la Yesu nimeomba na nimeokoka. Sema amen. Amen. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu hiyo umempokea Yesu. Kukiri uleta kumiliki. Chochote maandiko yanasema ukimkiri Yesu anaingia ndani yako na anaishi ndani yako. Maana aliyepokea Yesu anakaa ndani yake daima na hatawahi kuacha wala kukupungukia. Kwa hivyo wacha tuombe ombi la kumaliza ili tuweze kutamatisha ibada yetu ya kwanza ya asubuhi, na Mungu wa amani akunemeshe, akuhifadhi na akutende mema siku zote. Kwa hivyo wacha tushukuru zote na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, jina lililo kuu lako Baba yetu, tunakushukuru kwa ajili ya kunena nasi asubuhi ya leo. Umenena nasi kupitia neno lako. Maandiko imetuambia kwamba Baba, tutambue hatua yoyote tutakayoenda maishani si kwa nguvu zetu, si kwa uweza wetu, ni kwa neema yako uliyotunemesha, ni kwa msaada wako Baba yetu ambaye umetusaidia kwenda hatua yoyote ambayo tutakayoenda maishani. Baba, siku zote tutakuwa na kunyenyekea, tutakuwa na kuinama mbele zako tukikwambia Mungu asante, maana ni wewe umetuwezesha. Mungu mkuu, saidia mtazamaji aliyekupokea siku ya leo, aliyekiri wewe kwamba ni Bwana Mwokozi wa maisha yake. Muongoze na msaidie, neno lako likae kwake kwa wingi, liwe msaada katika maisha yake. Asante Mungu wa mbinguni, maana pia umetunenea kwa njia kuu siku zote. Baba, tutambue ya kwamba ni wewe Mungu unayetusaidia, ni wewe Mungu unayetuwezesha kwenda hatua yoyote juu ya maisha yetu. Uhimidiwe Baba, utukuzwe na upewe sifa, maana unastahili kuabudiwa na kutukuzwa na kuhimidiwa. Maana wewe ni mwaminifu na wewe ni Mungu ambaye ndiye msaada juu ya maisha yetu. Tunakupenda na tunakuheshimu, na ni kwa jina la Masihi wetu Yesu Kristo tunaomba tukishukuru na hata tukiamini. Amen.